أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا فقر أشد من الجهل. Tuendelea na msururu au mfululizo wa mazungumzo yetu ambayo tutarajia insha Allah leo tutayamaliza. Tutajaribu kuongezea na baadhi ya mazungumzo ambayo tulianza jana Jumamosi katika msikiti wa Amirul Mu'minin salamullahi alayhi. Tulianza kuzungumzia kuhusu umuhimu wa elimu na tukajaribu kuleta aya za Qur'ani ambazo zinaonyesha nafasi ya elimu katika ufanisi au mafanikio ya umma au jamii yoyote, na nafasi iliyopewa elimu ndani ya dini ya Kiislamu. Kama tulivyoona, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakataza wapiganaji kutoka wote kwenda vitani, wakatakiwa baadhi wakae kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi ili wapate kujifundisha, liyatafaqahu fi din. Na ndipo maulama walivyotuambia kwa kuwa wapiganaji wanaokwenda kushika silaha kuitetea dini ni sawa sawa na wale wapiganaji wanaoshika kalamu pia kuitetea dini. Kwa maana yule anayeshika kalamu kama Said Rashid Ridha anasema, katika hali ambayo si ya dharura, yule msomi ambaye anatumia kalamu yake kuitetea dini, basi ana nafasi kubwa kushinda yule mpiganaji, isipokuwa katika hali za dharura ambazo zitalazimu wote waingie kuitetea kwa kushika silaha, yale ni masala mengine. Lakini katika hali ya kawaida anasema anayeshika kalamu, yani ulama wasomi, wao wana nafasi kubwa, wana fadhila kubwa katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwa nini elimu ikapewa nafasi namna hii? Ndipo baadhi ya maulama wetu wanatuambia aljahl, ujinga yujammidu taqata al-insan wa yaj'aluhu farighan min kulli unsurin min anasir al-quwwa al-ma'nawiyya war-ruhiyya. Tatizo kubwa, umma usiposoma, jamii isiposoma, kwa maana kitu kitakuwa kinachoongoza katika jamii kama hiyo au katika umma kama huo, itakuwa kinaongozwa na ujinga. Na ujinga tatizo kubwa, yujamidu, yani kwa maana zile nguvu ambazo ziko ndani ya jamii zinaganda, zinakuwa hazifanyi kazi, na hata zikifanya kazi zinaelekezwa mahali pasipostahiki. Na ndipo utapata kuna baadhi ya umma, kuna baadhi ya jamii zina nguvu ya kila aina. Wewe chukua nguvu tu za ujana, kwa sababu ikiwa katika baadhi ya jamii 80% au 70% ni vijana, kisha zile nguvu zikawa zinatumika kwa maeneo yasiyostahiki, zinaitwa zimeganda, yani kwa maana hazina natija, hazina matunda, na hizi ni kuwa ni nguvu zinapotea. Na ndipo al-Imam Ali salamullahi alayhi aliposema la faqra ashaddu min al-jahli, hakuna ufakiri mkubwa, hakuna umaskini mkubwa zaidi ya ujinga. Kwa sababu hakuna jamii yoyote inayoweza kufanikiwa ikiwa itakuwa hakuna wasomi au elimu haikupewa nafasi vile inavyostahiki. Na ndipo
Tatizo kubwa tunaloishi nalo si kwa kuwa mara nyingine hatuna elimu. Utapata jamii iko na wasomi wakubwa, iko na wasomi wa kutosha, lakini ni kwa kuwa aya za Qur'ani ambazo tumetangulia kuzisoma hatujazifahamu vizuri, kwa sababu lengo sio kusoma tu peke yake. Pale maulama walipotwambia kwa kuwa wasomi wetu wanasema anaishika silaha kutetea Uislamu ni sawa na yule aliyeshika kalamu yuko juu zaidi ya yule aliyeshika silaha. Ni kwa maana gani? Ni kwa sababu yule ameshika silaha amekwenda kutetea. Je, hawa wasomi ambao wao wanatumia kalamu zao wanatumia kutetea au la? Kwa sababu huwezi ukamweka mtu juu zaidi ya yule anayeshika silaha au ukamweka sawasawa na yule anayeshika silaha, kisha ikawa hakuna kazi yoyote anayoifanya ambayo kweli itastahiki tumweke sawa na yule. Ikawa mara nyingine kalamu anayoitumia ni kalamu ya kupoteza. Ndipo pale tunapoambiwa vitabu vya upotofu hairuhusiwi kusoma, kwa sababu yeye sio kwamba atakuwa yuko yuwatetea umma, yuwatetea jamii, yuwasababisha jamii kwenda mbele. Hapana, ikawa yeye kalamu yake ni kupoteza zaidi. Hii hapa ndipo pale huwezi ukawachukua wasomi wa namna hii ukaja ukawaweka sawa sawa na yule mtu ambaye ameshika silaha kuutetea Uislamu. Yule anayestahiki kuwekwa sawa ni lazima zionekane zile kazi wanazozifanya, kwa sababu leo tatizo kubwa ambalo linatukabili, utakuta katika baadhi ya jamii zetu kuna wasomi wa kutosha, lakini hizi haraka ambazo kweli zinaonyesha kwa kuwa zinaweza kuleta mwelekeo mzuri, zinaweza kuleta matunda mazuri, zinaweza kuokoa jamii au zinaweza kuokoa umma, harakati kama hizi hatuzioni. Na hii ni hatari moja kubwa sana. Tunarudi pale pale, elimu inakuwa haina tofauti na ujinga, na ndipo utapata baadhi ya wasomi kama katika fi dhilali Nahjil Balagha asema hakuna tofauti yoyote kati ya elimu nyingi au elimu chache au ukosefu wa elimu, ikiwa itakuwa ni mujarradi wa kuhifadhi nadharia peke yake. Kwa sababu sisi tukiambiwa elimu, fikra zetu ni mtu kwa kuwa amesoma sana, amehifadhi misamiati mingi, amehifadhi istilahati nyingi. Sio maana ya elimu. Elimu ni lazima yale matunda yaonekane, iwe kweli wewe uko uwanjani. Ukiambiwa uko uwanjani wapambana, kwa maana kweli kalamu yako yafanya kazi. Ukiingia kwenye mitandao ni makala, kama ni lecture sawa sawa, ni mfupi, ni mrefu, ni kila kitu ambacho kweli kitakuwa kinachangia katika kupeleka mbele umma wako au jamii yako. Ndipo pale utaambiwa kweli wewe ni mlinzi, kweli uko kwenye nini, uko uwanjani unapambana. Lakini ikiwa sisi kuanzia mwanzo fikra zetu, mimi nisome,
nionekane nimesoma, nipate niheshimiwe, nipate kazi kubwa kubwa, nilipo mishahara mikubwa, lakini ikawa umma wangu haufaidiki na mimi. Sasa mimi nitaambiwa vipi kwa kuwa niko uwanjani ninapambana? Ndipo pale utakuta umma ndani kuna wasomi wingi, lakini kila kitu tunasubiri kitoke nje. Sio Uislamu unavyosema. Na ndipo Mtume sallallahu alayhi wa ali, hatua ya kwanza alipohama kwenda Madina, alipigania kutaka umma kuwaelimisha. Na ndipo aliingia katika kila nyanja, alipanga mambo ya biashara, aliwapanga watu ambao ni wasomi, akiwapeka baadhi ya sehemu kwenda kuelimisha watu wengine, kwa sababu hakuna umma utaendelea kama umma ikiwa kutakuwa kumekosekana nini? Kumekosekana watu kujitolea kweli kupambana kwa ajili ya umma wao. Na ndipo hii na kariri, kuna watu wanapambana, sio kwamba hawapambani, lakini utapata masaa 24 fikra ni za kuwa mimi mwenyewe nijijenge kama mimi, au mimi nijijenge kama familia. Sivuki hapo, hiyo inakuwa bado, kwa sababu wewe una nafasi katika jamii yako, jamii inakuhitajia. Ikiwa kila mmoja atakuwa yuko na fikra kama hiyo, ni nani atakayefanya kwa ajili ya jamii? Na hapa ndipo kuna tatizo kubwa sana ambalo linajitokeza katika jamii zetu, ambapo kuna watu wana nafasi na wanaweza kufanya mambo mazuri na mambo makubwa kwa ajili ya mustakbali wa umma wao au jamii zao, lakini utakuta watu kama hawa ndio pale aljahlu yujammidu taqata alinsan, utakuta bidii zake zote hazivuki matumbo yake. Kamathali al-an'am kamathali al-himar, kwa kuwa hatuna tofauti, vita vyetu vyote ni kupigania kula na kujaza matumbo yetu. Na ndipo haya maneno hata Sayyidul Qaid Sayyid Ali al-Khamenei rahmatullahi ta'ala alayhi, ndipo alipokuwa yuwahimiza kwa kuwa mbali ya kuwa mumesoma, mumekuwa na elimu, hakikisheni elimu zenu munazifanyia kazi katika njia zinazostahiki na njia zinazofaa. Musiwafundishe watu mambo ambayo si ya kweli, mambo ambayo si ya msingi, mambo ambayo hayana umuhimu. Kwa sababu mara nyingine sisi tunafikiria pia kutaka kuvutia watu, tunatengeneza visa vya alfu lela wa lela. Na hii pia ni hatari, kwa sababu tunapozungumzia kwa kuwa ujinga ni hatari zaidi kuliko kitu chochote kingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu ambaye amesoma, amehifadhi sana, haifanyii kazi elimu yake, na huyu ambaye amesoma elimu yake yuwapeleka watu mahali pasipostahiki, wote wako sawa sawa. Ataka kuwapeleka watu katika khurafati, mambo ambayo hayana dalili, hayana misingi, katika nganu, katika kutengeneza visa ambavyo ni vya kwenye khayali, watu wanazitengeza wenyewe kwa sababu kutaka kuvutia watu. Sayyidi anasema hizi zote kazi zake ni kubomoa, si kutengeza, kwa sababu watu watakuamini mara moja, mbili, tatu, mwisho wakishajua ule ukweli watakukimbia. Na hapa itakuwa hukutengeza, tutakuwa tumerudi pale pale, ni elimu ambayo haina manufaa. Na ndipo ukirudi katika aya za Qur'ani, lima taquluna ma la taf'alun, au rudi katika ahadithi mpaka wanasema wale wasomi ambao hawazitumii elimu zao mpaka siku ya Kiyama, wakiwa watakuwa wako ndani ya moto wa Jahannam, mpaka wale waovu watakuwa wanakirahishwa, wanachukizwa na harufu mbaya za hawa wasomi, kwa sababu walikuwa ni wasomi, wamebeba elimu, wamebeba amana kubwa, lakini amana kama ile wakashindwa kuipeleka pale panapostahiki. Na ndipo hapa tukija kuangalia haya yote, sawa, tumesoma, tumefikia viwango vikubwa, tumefikia daraja kubwa, lakini ikawa sisi fikra zetu hazivuki matumbo yetu,
au zikivuka matumbo yetu, ni kama anavyosema al-Imam Ali salamullahi alayhi, ni elimu zinazofuata upepo, leo kule kesho huku. Hili tatizo kubwa linarudi wapi? Litarudi katika ile nukta niliyoashiria jana, kwa kuwa ni umma au ni jamii isiyokuwa na malengo. Na jamii inapokosa malengo, ni jamii inaelekea kupotea, ni jamii inayoelekea kumalizika. Kwa sababu ndipo kuna baadhi wasomi wanatuambia ni mfano wa umma ambao umefika katika njia panda, hauelewi uende wapi. Na umma ukishafika hapo, ndipo pale utakuta unapelekwa na mahanasa, mambo yasiyokuwa na msingi. Utakuta wanapelekwa kama bendera, kwa sababu wasomi hawazitumii zile elimu zao na hawana malengo ambayo ni malengo ya msingi kweli yanaweza kuziamsha jamii na kuzipeleka mbele. Kwa hiyo wasomi kama wale wanatumiwa kuzimaliza jamii zao, na ndipo ni mifano mingi leo tunaiona, kwa kuwa baadhi ya wasomi wanatumiwa kwa ajili ya kumaliza. Na haikuanza leo, si kwamba ni leo imeanza. Kuanzia wakati huo, wale maulamaa ambao ndio waliokuwa wanakaa chini ya zile tawala mbovu kwa ajili ya kulaza umma wao na kuzilaza jamii zao. Kwa hiyo utapata ni umma umesoma, lakini haujitambui, haujielewi, kwa sababu hauna malengo. Umefika kwenye njia panda, na njia panda hizi ndipo pale mwisho zinakuwa zinafuatisha upepo, unakwenda huku ukienda kule. Kwa hiyo unakuta umma haujielewi, umma haujitambui, haujifahamu, kwa sababu haujui unapokwenda unakwenda wapi. Na ndipo wanaposema baadhi, na tatizo kubwa ndipo utakuta vijana ndani ya umma kama huu au jamii kama hizi hawajui pia malengo yao, kwa sababu ikiwa hawa wasomi hawajui malengo asili ya elimu ambazo wao wamezisoma wazifanyie kazi gani. Na ni mifano mizuri ambayo iko, wewe utapata katika jamii, tuko na maprofesa, tuko na madokta, tuko na wasomi tofauti tofauti, lakini ukijiuliza wana athari gani katika umma wao au katika jamii zao, utapata ni sifuri. Kwa sababu mtu fikra zake zote yeye apate ijara kubwa kubwa, apelekwe university, awe ni lecturer, awe ni mwalimu, awe ni msimamizi. Kwa hiyo muda wake wote anautumia kwa ajili ya matumbo yake, sawasawa ni yeye au ni familia yake, haivuki hapo. Sasa hili ni tatizo, asema tunawapoteza pia vijana, kwa sababu vijana ndipo pale unakuta hata wanapoingia kusoma pia hawajielewi wendapi, ni kitu gani wanachokihitaji. Ndipo utapata kijana anasoma, mara nyingine anabidii, anasoma vizuri, lakini unakuta kuanzia wakati anasoma hata kile kidogo anachokisoma pia hakifanyi kazi. Utamkuta tofauti kabisa, anasoma akhlaqi zake ni tofauti na zile akhlaqi anazozisoma. Anasomeshwa maadili mazuri, lakini utakuta maadili yake, miondoko yake, tabia zake ni tofauti na kile anachokisoma, kwa sababu kuanzia mwanzo tumemkosesha target, tumemkosesha lengo, hajui anachokihitaji katika maisha yake. Kwa hiyo mtoto tumeshampoteza. Na ndipo pale utakuta watoto wetu leo, hebu uliza 100% au 90% au 80%, ni kitu gani wanachokihitaji katika maisha yao, utakuta ni sawasawa. Ndipo tukiingia katika nukta ya pili tutazidi kuiashiria, utakuta fikra zao zote hazitafautiani na hayawani mwingine yoyote, kwa sababu ni matamaniwa ya matumbo, ni matamaniwa yale ya shahawati zile ambazo hata hayawani wengine wako nazo. Kwa hiyo umma kama huu tutarajie utafika wapi? Au unaweza kweli ukapata maendeleo ambayo kweli yaweza kuutoa huu umma ukawa ni umma wenye kujielewa na kujitambua, ikiwa hata malengo yenyewe hayajulikani ndani ya umma? Sisi ni kitu gani tunachokihitaji katika maisha yetu?
Kwa hiyo tutapotea sisi na tutakuwa hatuna ramani ya mustakbali yetu. I'mal lidunyaka kaannaka taishu abada. Ni lazima tufahamu, ndio ramani ya maisha. Si wewe kama wewe anavyosema Said Muhammad Hussein Fadhlullah, wewe panda uwe wewe ni kama umma tulivyoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Nabii Allah Ibrahim, kana umma. Fikra zako, mitazamo yako, elimu ulioisoma iwe ni ile elimu ambayo inafikiria umma wake, ni elimu ambayo inatembea kaljasadil wahidi, ni kama mwili mmoja, ni kama kiwiliwili kimoja, kuna viungo tofauti. Kila unachokifikiria unafikiria kuhusu umma wako, na hapa ndipo kweli tutakuwa tumevuka, tumefikia katika malengo yanayostahiki. Hiyo ni nukta ya kwanza ambayo ni muhimu sana tuizingatie, kwa sababu tukikosa hii nukta, wenyewe ndio wanavyotuambia tunakosa mpaka hawia shakhsia, tunakosa identity yetu. Yani tunakuwa ni umma hatujielewi, tunakuwa ni jamii hatujielewi, hatuna kitambulisho. Ukiulizwa wewe ni umma gani, mara nyingine hata unafika, kwa sababu leo kuna jamii ziko, yani si mambo ya mifano ambayo haipo hai. Kuna baadhi ya jamii ndani, kuna wasomi wametapakaa sehemu tofauti tofauti ndani ya nchi yetu ya Kenya, na wengine hata wako nje, lakini vijana wao wamepotea sana, na kila walipo utapata uharibifu unaoanzisha ni wao, kila uharibifu wa aina. Na ni jamii wapo ndani wana wasomi, lakini wasomi wao wamekimbia wote, hawapo katika miji yao, na ni jamii za Kiislamu, si kwamba si za Kiislamu. Ni kwa sababu gani? Mimi nimesoma, kile kichache nilichokipata na kwenda kukifanyia kazi kwa ajili ya matumbo yangu. Sina fikra kwa kuwa mimi nina nafasi katika umma wangu au katika jamii yangu. Ndipo hapa tukasema utapata wengine wako nje wanalipwa mishahara mikubwa mikubwa, wala hawafikirii kuhusu umma wao au jamii zao. Na ndipo yale maneno niliyowahi kuyanukuu ya Colin Powell alipokuwa akizungumza akisema, sisi tutakuwa na hazina kubwa kwa sababu tutakuwa tumelea wanafikra wengi kutoka nchi tofauti tofauti, lakini wote ni watumwa wetu, kwa sababu wako na fikra zetu, wako na mitazamo yetu. Ule Uislamu aliyousema Sayyidul Qaid rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa kuwa ni Uislamu wa Kiamerika. Yani wewe fikra zako zote ni kutumikia wengine, si kwa maana kutumikia wengine kuutumikia umma wako, hapana, kuwatumikia maadui wale ambao wewe umeambiwa uitumie kalamu yako, uitumie elimu yako katika uwanja wa vita, kwa sababu ni uwanja wa mapambano. Tumia elimu yako, lakini elimu yako ikawa wewe inatumikia wale maadui. Kwa hiyo utakuwa kwa upande gani? Utaniambia uko upande wa Imam al-Hussein salamullahi alayhi, au utakuwa kwa upande wa Yazid? Sawasawa waitumia kumsaidia, au sawasawa huitumii inavyostahiki, itakuwa kwa upande wa Yazidi. Itakuwa huna tofauti wewe na wale watu waliosimama kupambana na Imam al-Hussein salamullahi alayhi. Na ndipo hapa mwisho nikasema itatufikisha kwa kuwa ni umma hatuna kitambulisho, hatuna nembo ya kutuarifisha sisi kwa kuwa ni umma au sisi ni jamii. Kwa sababu tutakuwa na nembo gani au tutakuwa na identity gani ambayo kweli inatutambulisha sisi ni umma? Kila mtu huenda kivyake, kila mtu yuwafikiria kivyake, kila mtu anafanya atakalo, kila mtu anamwambia mwenzake atakalo. Kwa hiyo hakuna misingi ambayo inatutembeza sisi au inatuelekeza sisi tutembee umma kama umma. Fuqdanul hadaf. Kwa hiyo tumepoteza malengo, tumesoma, elimu yetu haina natija na inatuelekeza mahali pasipostahiki, kwa sababu hakuna malengo ambayo yatatusababisha sisi kweli twende mbio kwa ajili ya kuyafikia. Kwa hiyo kukikosekana malengo ni maana umma hauna mustakbal.
Na ukiwa umma hauna mustakbal, ina maana tumeshaharibu maisha ya kizazi kinachokuja. Tutakuwa hatuna tena kizazi, itakuwa ni kizazi kisichojielewa, kisichojitambua. Sasa tukitoka katika hatua ya kwanza, sawa, hatuna malengo, tujaribuni kuyachora haya malengo. Tatizo kubwa tutarudi wapi? Kwa sababu ni yule mtu mara nyingine wenyewe anasema amelala katika usingizi mzito, ukimwamsha kwa ghafla mara nyingine hajielewi alikuwa amelala ni usiku, amelala ni mchana, amelala ni muda gani, mpaka kwanza akaya fikra zivute kwa mimi nilala saa ngapi. Sababu mara nyingine unaweza kuamka ukafikiria ni alfajiri hivi sasa, au mimi nilala mchana hivi sasa jioni. Ni mtu ambaye umemtoa kwenye usingizi namna hiyo. Sasa huyu mtu ambaye ameamka namna hii na alikuwa yeye hana malengo, bila ya kukaa kuyachora malengo kisawasawa vile inavyostahiki, inakuwa wanasema ni yale malengo tafiha, yasiyokuwa na faida, yasiyokuwa na maana. Inakuwa ni umma unaambiwa kwa kuwa ni umma. Ni umma kweli, waweza wengine kusema huu umma umeamka ni mzuri, lakini umeamka vipi? Ukiangalia yale malengo, siku zote tunapoambiwa kwa kuwa umma kweli, unapotaka kuweka katika kipimo useme kwa kuwa huu umma umeamka, ni lazima uangalie hizi mbio zao ni mbio za aina gani. Ni mbio kweli za wenye akili? Kila mwenye akili ukimwambia atasema kweli zinastahiki kupiganiwa au la? Kweli haya ni malengo yanastahiki kuendewa mbio au la hayastahiki? Na ndipo wanasema hapa hakuna tofauti na wale wanaokwenda mbio bila ya malengo au wale wanaokwenda mbio wana malengo, lakini malengo yao ni malengo yasiyokuwa na maana, ni malengo tafiha. Na ndio kuna baadhi ya wasomi wameandika kuhusu malengo kama haya. Ukija ukiangalia mwisho mtu mpaka ukija ukimaliza umri wako umezeeka, ukikaa, ndipo pale utakuja kukuta kwa kuwa mimi nimekwenda umri wangu wote nimekwenda mbio, sioni natija ya mbio zangu. Ni hasara, ni hasara moja kubwa sana. Wewe wacha mtu binafsi, tupande twende kama jamii au twende kama familia au jamii au kama umma. Mtu amepoteza umri wake wote, amekwenda mbio, amefika umri ambapo sasa ni mzee, hawezi tena kwenda mbio. Akae ajaribu sasa kuhesabu hizi mbio zangu, mimi nilikuwa silali, nilikuwa mchana nakwenda mbio, usiku silali na kesha. Malengo niliyoyafikia ni yapi? Natija niliyotoka nayo ni ipi? Mwisho atakuta ni sifuri. Siona hii hatari? Na hapa ndipo wenyewe wanavyotuambia umma wa namna hii yuaddi ila al-uqm, kwa maana unakuwa ni umma tasa. Sijui tunajua maana ya tasa? Ni yule mwanamke ambaye amefika katika umri hapati tena mtoto. Sasa huwa ni umma uko na nguvu ya ujana, uko na nguvu ya kila kitu, lakini ni umma tasa, hauzalishi, hauna natija, hauna matunda aina yoyote. Sasa umma wa namna hii ndipo pale mwisho unaona kwa kuwa kweli sio kwamba hawakwenda mbio, wamekwenda, lakini wamekwenda kupigania malengo aina gani? Malengo yasiyostahiki. Na ndipo hapa baadhi wanauliza, mwisho tunafikia natija mpaka tunakuwa hatuna tena uwezo mpaka wa kukaa kupanga mipangilio yetu, tuanze wapi, ni kipi tunachokihitaji, kwa sababu kila tunachokiona mbele yetu sisi tunafikiria ndiyo malengo yanastahiki tuyapiganie. Na ndipo hapa baadhi ya wasomi wanatuambia tatizo kubwa hapa, mwanadamu huwa hajui daraja yake na cheo chake na kima alichopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi kama hii, kwa kuwa yeye ni nani na ni kipi anachokihitaji. Ndipo wanapotuambia mfano mzuri sana, asema mwisho mwanadamu yushariku alhayawan lianna ahdafahu la tatajawazu ahdafa alhayawan.
kwa sababu utakuta malengo yetu yote ni malengo, ukiangalia sisi na hayawani tuko sawa sawa. Hayawani yale anayoyapigania sawa sawa ni nyasi, ni chakula chake, na sisi pia tutakuwa tunapigania hiko au tunapigania hicho. Kwa sababu gani? Kwa sababu fikra zetu hazivuki matumbo. Ukimuuliza mtu, mimi nifanye kazi au nisome, nimalize, nipate kazi mzuri, nijenge, niowe, nipate watoto, nitengeze familia, kisha mwisho ameshafika hapo. Siwaona? Na ndipo baadhi wanavyotuambia kuna mambo mawili ambayo muhimu mtu akiwa atashindwa kuyafahamu, basi maisha yake yote yatapotea. Jambo la kwanza, an yaarifa man huwa. Sawa, ujiulize, mimi ni nani? Mimi kama mimi, au mimi kama umma, au mimi kama jamii? Mimi ni nani? Ukishindwa kulijibu hilo swali, ndipo pale mbio zote zitakuwa ni mbio ambazo hazina tofauti na mbio za hayawani mwingine yoyote. Swali la pili, an yaarifa limadha khuliq. Kwa nini nimeumbwa? Walaqad karramna bani adam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza, amempa cheo, amempa daraja, amempa fadhila mwanadamu. Kwa hiyo hizi fadhila zote na daraja zote alizopewa mwanadamu, ajiulize, kwa kuwa mimi nani na ni kwa nini nimepewa fadhila kama hizi? Kwa nini nimepewa daraja kama hizi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nina kazi gani? Mimi nifanane na hayawani? Iwe mimi mbio zangu zote ni mbio kama za hayawani? Iwe mimi na ng'ombe na mbuzi na kondoo ni sawa? Ndio itakuwa kweli amejijua man ana walimadha khuliqtu. Na ndipo yale maneno al-Imam Ali salamullahi alayhi anaposema, dawauka fika wama tashur, wadauka minka wama tandur, watahsabu annaka jirmun saghirun wa fika tawa al-alamu al-akbar, wa anta al-kitabu al-mubinu alladhi bi ahrufihi yabharu al-mudmaru. Nafasi uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asema afya yako na usalama wako uko nao mwenyewe kwa ile daraja uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu umepewa mwenyewe, lakini al-Imam Ali salamullahi alayhi asema ma tashur, hutambui neema ulizopewa, uheshima, utukufu, karama. Lakini ikiwa tutakuwa tunaishi kama wanavyoishi hayawani wengine, itakuwa wama tashur, kama anavyosema al-Imam Ali salamullahi alayhi. Tutakuwa tujitambui, hatujielewi, hatujifahamu ni nani, tumetoka wapi, kwa nini tumeumbwa, kwa nini tuumbwe. Wadauka minka, na matatizo ulionayo yametokana na wewe mwenyewe, hayakutoka kwa mwingine. Usimsingizie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wengine wasema pia usimsingizie hata Muamerika na Mzayuni, kwa sababu lau ungejiandaa kisawasawa, ukaweka ngome kisawasawa, kama tunavyoona Jamhuri ya Kiislamu ya Irani amejiandaa, amejizatiti, amejiweka imara. Leo adui anataka kuivunja ngome, mwisho adui mwenyewe amelazimika kupiga magoti, lakini anaona aibu apige magoti vipi. Wadauka minka, matatizo yanayokupata kama umma, kama jamii, kama mwanadamu, minka, yametoka kwako mwenyewe. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio unayoweza kuyatatua matatizo yako. Lakini madamu hatujui malengo yetu, hatuwezi tukayatatua matatizo. Tutakuwa twenda mbio. Na hii hadithi ninapenda sana kuikariri, hadithi ya al-Imam Ali salamullahi alayhi, hadithi mzuri sana ambayo yatakana watu waikalie chini, waisome, waizingatie. Kwa kuwa ikiwa utakwenda mbio bila ya malengo, hata ukaongeza kasi namna gani, hata ukaongeza spidi namna gani, hata ikiwa mtakwenda umma kama umma, hata ikiwa mtakwenda jamii kama jamii, madamu hamuna malengo, mbio zenu zinazidi kuwapoteza.
mbio zenu zinazidi kuwamaliza. Mbio zenu haziwezi kuwa ni umma unaozalisha, ni umma unaojitambua. Itabaki pale pale kukuwa ni umma tasa, umma usiozalisha, umma usiokuwa na natija, umma usiojitambua wala usiojielewa. Na ndipo akasema, watahsabu annaka jirmun saghirun wa fika tawal alamul akbar, kwa kuwa wewe katika uumbaji wote ulioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uumbaji unavyouona, mbali ya huu tunaouona na ule ambao hatuuoni, kwa sababu utapata kuna mazungumzo marefu yanayozungumzwa. Hata hii nidhamu ambayo sisi tunaiona, as-samawati wal ardh, mfano mbingu na ardhi, kwa sababu sisi hata huu mbingu ya kwanza pia hatuioni. Kile tunachokiona sio kwamba ni mbingu. Kila ukienda juu utakuta kiko mbali zaidi. Mwenyezi Mungu anaposema walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, tumeupamba hii mbingu ya kwanza, tumeipamba kwa taa, kwa maana nyota, mwezi, nidhamu zote ziko hapa. Ukiangalia zilivyo nzuri, hebu kaa usiku, nyota zimetoka vizuri, mwezi, ukaye ufikirie uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Je, wingu wa pili, baina ya wingu wa pili na watatu ni hivi hivi au ni vingine? Je, na hata ukirudi katika baadhi ya maulama wetu, mfano hili jua, mambo ya mwezi, je ni mmoja si mmoja? Yani kwa maana uumbaji wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa kupita kiasi. Lakini al-Imam Ali salamullahi alayhi asema, wafika mtawal alamul akbar, wewe ndio uliopewa nafasi kubwa, ndio uliobebeshwa ulimwengu mkubwa. Dawa ukafika, wadauka minka walakin la tashur. Nafasi yote uliopewa, uzito wote uliopewa, heshima yote na utukufu uliopewa, lakini ikawa wewe utaishi kama hayawani. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituambia, kal an'ami, itakuwa sisi tupigania kula tu peke yake, au kama thalil himari yahmilu asfara, tumepewa amana kubwa, na ni amana ambayo ni lazima tuifikishe pale panapostahiki. Na ndipo pale, subhanallah, haya maneno ya Imam Ali salamullahi alayhi, ilikuwa kuna wakati nikijaribu kutaka kuyapanga, na inshallah kuna wakati nitakuja kuyazungumzia, aliposema fuztu wa rabbil Kaaba. Kwa nini fuztu wa rabbil Kaaba? Hebu jaribu uangalie al-Imam Ali salamullahi alayhi, kuanzia mwanzo alipokuwa na Mtume sallallahu alayhi wa ali mpaka kupata shahada, ni nafasi gani aliyoicheza katika kuutetea Uislamu. Katika kila mawaqif, wewe nenda uziangalie zile ahadithi zilizosihi, uangalie Imam Ali kwa nini katika baadhi ya sehemu nafasi aliyoicheza, mpaka Mtume sallallahu alaihi wa ali akisema baraza al-islamu kullu katika vita vya Khandaq. Lakini al-Imam Ali hakusema fuztu rabbil Kaaba. Kwa nini? Mshajiuliza? Kwa sababu alikuwa anaijua nafasi yake na ni kipi kilichokuwa kinastahiki akifanye, na yuko katika safari ya kwenda kukutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Lengo la mwisho ni nini? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ni kurudi kwake, kuhakikisha kwa kuwa ile amana niliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimeifikisha. Na mwisho ndipo alipopata shahada, fuztu wa rabbil Kaaba, kwa kuwa leo ndo naenda kukutana na Mola wangu, yale majukumu yote niliyoyabeba alhamdulillah nimeweza kuyafikisha, nimeuliwa ndani ya mihrabu, ndani ya kibla. Watazamu annaka jirnun saghirun wa fika tawal alamul akbar. Kwa hiyo tukitaka kutembea umma kama umma, naona muda umekwisha na mambo yako mingi. Tukitaka kutembea umma kama umma, tuhakikisheni kitu cha kwanza, hatua ya kwanza, elimu, elimu, elimu. Na elimu si elimu ya kusoma kuweka kwenye vifua na kichwa, iwe ni elimu ya kuifanyia kazi, ionekane wewe kweli ni tochi unamulika kile ulichokisoma. Ndipo pale tunapoambiwa Mtume sallallahu alaihi wa ali tabia yake ilikuwa ni Qur'ani. Ukitaka kuiangalia Qur'ani inayotamka, muangalie Mtume sallallahu alaihi wa ali, yeye ndio ilikuwa ni Qur'ani inatembea. Ndipo al-Imam Ali salamullahi alayhi akisema, ana al-Qur'anu natiq, mimi ndio Qur'ani inayotembea, inayotamka, inayozungumza, mimi ndio tochi. Kwa hiyo elimu kama elimu, kunu duatan lana
bighairi alsinatikum, iwe ni elimu kweli tumesoma kisawasawa kwa malengo, kwa kuwa elimu tuifanyie kazi. Bila ya kuifanyia kazi itakuwa bado sisi hatujaingia katika uwanja wa mapambano, na hapa ndipo pale tutatoka kwenye malengo, tutakuwa tunatembea bila ya malengo, na hata tukiwa na malengo itakuwa ni malengo yasiyostahiki sisi tuyaende mbio. Kwa hiyo tukitaka kufanikiwa umma kama umma au jamii kama jamii, haya mambo ni lazima tuyazingatie, tuyatilie umuhimu, ili kweli tuweze kufika pale panapostahiki, ili tuwe na identity yetu, tuwe na nini, na nembo yetu iwe kweli sisi tunaangaliwa ni umma kama umma, tunaangaliwa ni jamii kama jamii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.